Ndugu waandishi, Zanzibar tunakabiliana na janga kubwa la ndege adui kunguru. Ndege huyu ana historia kubwa, anajulikana kama kunguru wa India. Tuna mradi wa kutokomeza kunguru wa India ambao utatekelezwa kwa takriban kipindi cha miaka 10. Tunajaribu kuufupisha ili tuweze kwenda nao kwa muda mfupi zaidi, lakini tunafanya hivi kwa sababu kadiri tunavyoteketeza ndivyo ambavyo na wao wanazaliana. Kwa hiyo tutakwenda nao kwa miaka 10 kuhakikisha kwamba tunapunguza kunguru katika visiwa vya Unguja na Pemba. Naomba nitoe taarifa kwamba hadi sasa Zanzibar inakadiriwa kuwa na kunguru wa India wapatao 1,700,000 kutoka kunguru wachache ambao tulipatiwa zawadi. Bajeti ya mwaka wa utekelezaji wa mradi huu ni bilioni 1,876,166,000. Hadi sasa tumeshatekeleza kunguru 13,000 kupitia mitego 9 tulionayo kwa sasa. Kusudio la mradi ni kuwa na mitego 100 kwa awamu ya kwanza, ambapo tunaweza kukamata kunguru 36,364,000 kutoka wale kunguru 1,107,000. Kwa kila mwaka tunapanga kuteketeza kunguru 300,064. Hii itategemea na utiaji wa chambo na utafutaji wa mitego kwa karibu. Mradi huu ni mradi wa shirikishi ambao unaendeshwa na wadau mbalimbali ikiwemo Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu na Wizara ya TAMISEMI kupitia vikosi maalum au idara maalum, lakini pamoja na halmashauri pamoja na wadau wa mazingira ikiwemo Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kupitia ZEMA na wataalamu binafsi wanaoguswa na athari za ndege kunguru au kunguru wa India. Tayari elimu imeshatolewa katika vyombo vya habari na tunaendelea kufanya hivyo kueleza athari zinazopatikana kutokana na ndege huyu. Athari za kunguru wa India ni pamoja na kushambulia maeneo ya kilimo, wanyama wadogo wadogo na ndege wakiwemo wa kufugwa na wale ambao si wa kufugwa, kuathiri bayoanuai za ndege wa asili, kusambaza maradhi, kusababisha majanga ya moto na pia kuathiri uchumi wetu kiujumla. Ndugu waandishi, kunguru wana tabia ya kuchukua na kusafirisha vitu mbalimbali, vinginevyo vikiwemo vya maradhi, lakini pia vile vyenye asili ya moto, na wameshasababisha athari kama hizi katika maeneo mbalimbali. Ni moja kati ya ndege adui ambaye pia husambaza maradhi katika maeneo yetu. Ndugu waandishi, haya ni baadhi ya mambo na miradi ambayo tumeweza kutekeleza na tunaendelea kuisimamia kwa karibu sana. Lakini pia tunao mradi wa maziwa au mageuzi ya maziwa. Mradi huu tayari upo, tumeshaanza taratibu za utekelezaji wake. Utakapokamilika, mradi utakwenda kununua ng'ombe takriban 3,000 na kunufaisha wafugaji zaidi, utanufaisha watu wasiopungua 100,000 kutokana na mnyororo wa thamani ambao tutatayarisha, lakini pia kutokana na mfumo ambao tunakwenda nao. Hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kumshukuru na kumpongeza kwa dhati Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi kubwa na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030, ikiwa ni muendelezo pia kwa miradi mbalimbali iliyotekelezwa na kupitia ilani ya chama chetu kwa kipindi cha 2020-2025.
Napenda kuwashukuru viongozi wa wizara hii ambayo naisimamia kwa sasa, wakiwemo katibu mkuu, naibu katibu mkuu, wakurugenzi, nikisaidiana kwa karibu sana na mheshimiwa naibu waziri wa wizara hii. Niwapongeze sana na kuwashukuru kwa kuendelea kunipa mashirikiano kwa miezi yote minne ambayo nimefanya kazi nao. Niwaombe tuendelee kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana ili kuweza kuwatumikia wananchi wa Zanzibar na wale ambao wanakuja kututembelea. Na nasema hivi kwa sababu Zanzibar tuna utamaduni mwema wa kuwakaribisha na kuwathamini wageni. Pia nawapongeza kwa dhati viongozi wa jumuiya za wakulima na wafugaji ambao wamekuwa wadau na wahusika wakubwa wa Wizara ya Kilimo, kwani sisi Wizara ya Kilimo ni wasimamizi, lakini watendaji wakuu ni wao. Niwashukuru sana kwa mashirikiano yao na namna ambavyo tunaendelea kuwatumikia Wazanzibari. Niahidi kwamba Wizara ya Kilimo kupitia viongozi waliopo kuanzia waziri hadi mfyagiaji tutaendelea kuwahudumia wananchi. Lakini pia nikushukuruni sana ndugu waandishi wa habari kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Mmekuwa mstari wa mbele kueleza maendeleo ya Zanzibar, lakini kueleza pia siku hizi 100 ambazo Mheshimiwa Rais ameingia madarakani. Endeleeni kufanya kazi hiyo, kazi ya wito. Nyinyi ndio wajenga nchi. Mkiharibu nyinyi, takuwa mmeharibu nchi. Waandishi wa habari ndio wajenzi wakubwa wa amani na utulivu, lakini ndio wa mwanzo wavunjifu wakubwa wa amani na utulivu. Tumeshuhudia haya katika nchi jirani. Waandishi wa habari walitumika vibaya, wakazichafua nchi zao. Wazanzibari na Watanzania ni watu wema, wanathamini tunu ambayo Mwenyezi Mungu awabariki. Amani ndiyo maisha, bila ya amani hakuna maisha. Kinachoendelea sasa hivi Gaza, Israeli na Marekani ni kielelezo tosha kwamba bila ya amani hakuna maisha. Tuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maamuzi yake thabiti ya kuwanusuru wananchi kwa kuwapelekea ya Tanzania, kuwatoa katika majanga yale na kuwarejesha nyumbani. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na karibuni sana kwa mijadala na masuala kama yapo. Asanteni sana. Kuna kunguru wa India na yule kunguru mwenye kibaka cheupe ambaye asili yake kubwa anaonekana Pemba. Sasa Birahma, kwa nini sasa kunguru ni adui? Nadhani nilieleza kwenye maelezo yangu kwamba amekuwa ni vyanzo vikubwa vya maradhi. Kunguru anaweza kubeba chochote.